Mwenye swali lolote au fursa sasa ya kuuliza maswala pale ambapo mtu atakuwa na swala la kuuliza. Tusione tabu kuuliza, kwa sababu hii kampeni ipo kwa ajili yenu nyie. Lakini pia kama kuna mtu ana maswala ya ardhi, maswala ya ndoa ambayo wenyewe sasa hivi hamtakani kwanza muoe, talaka, lakini kuna mambo ya mirathi nadhani yanawahusu, msione tabu kuuliza. Hapa tuna wataalamu mbalimbali, tuna wataalamu kutoka Jeshi la Polisi wa dawati, tuna wataalamu kutoka Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi ZAECA, tuna wataalamu wa ardhi, tuna mawakili wa serikali kutoka Ofisi ya Mkurugenzi wa Mashtaka, kuna mawakili wa kujitegemea, tuna wataalamu karibu wote wa sheria. Lakini pia tunapoona vinatendeka, tunatakiwa tutoe taarifa katika Mamlaka ya Kuzuia Rushwa. Unaweza ukaazima simu ya baba, ya mama, ya kaka, ukapiga simu bure, andika namba ya bure, anapiga simu bure, ukipiga hata kama una salio, nambari 113. Ukipiga hiyo sema, bwana mimi niko skuli fulani, kuna hili na hili linafanyika katika shehia yetu. Kuna watu wanaleta dawa za kulevya katika shehia yetu. Usafirishaji wa dawa za kulevya ni mfano wa vitendo vya kuhujumu uchumi. Sawa? Tunatakiwa tukemee, tuelimishe wenzetu. Sisi kama vijana tukatae vitendo vyote vya udhalilishaji, tukatae vitendo vyote vya rushwa, tutafute misaada ya kisheria pale tunapoona inabidi. Maana yake tunaangalia yale matendo yote yanayoweza kuathiri aidha kimwili au kiakili. Matendo yanayofanywa yakakuathiri kimwili au kiakili, haya ndo tunasema kwamba ni ukatili wa kijinsia. Na anaweza kafanyiwa mwanamume, anaweza kafanyiwa mwanamke, anaweza kafanyiwa mtoto, hayachagui. Tendo lolote ambalo utaliona hili likifanywa basi litaumiza aidha akili yako au mwili wako, maana yake huo ni ukatili wa kijinsia. Haya matendo yamekuwa mengi kwenye jamii zetu. Kuna matendo ya ubakaji, kuna matendo ya ulawiti, kuna matendo ya kutukanana, kuna matendo ya wizi. Haya yote ni miongoni mwa matendo ya ukatili wa kijinsia. Athari zake tunazijua. Ukifanyiwa haya matendo kuna athari kubwa za kiakili, lakini pia na za kimwili. Wapo ambao wamefanywa matendo haya wamekuwa walemavu wa kudumu. Wapo ambao wamefanywa matendo haya wamepata vifo. Wapo ambao wamefanywa matendo haya wamepata maradhi. Wapo ambao wamefanywa matendo haya wamepata msongo wa mawazo na wakatamani kujiua au kuondoka katika eneo. Kwa hiyo athari ya ukatili ni kubwa. Kwa maana hiyo sie kama jamii, sie kama watetezi, sie kama wasomi, tunatakiwa tusimame kwa ajili ya kupigania haki za watu katika huu uzalishaji na matendo ya ukatili wa kijinsia. Vitu kama hivi ni muhimu. Kwa hiyo visikae muda mrefu tuwe tunapita tena kuwasaidia watoto wetu, ili hata baada ya kuondoka hawa wanapokuja wengine, ili neno pia aweze kulisikia. Hivyo itahitajika angalau kila mwaka, angalau mara 2 au mara 3, angalau kwa kila kota aweze kupata mara 1 hii taaluma. Kupitia swala hilo mimi ninachotoa pengine ni kwamba hao wahusika ambao wanatakiwa watoe hii elimu, watoe kwa wingi na watembee sehemu tofauti kwa kutoa hizo elimu. Ili kwa lengo la kupata wale watu ambao hawajui waweze kujua na kupata hiyo elimu. Sasa hivi tangu mwanzo unaelewa, lakini sasa hivi nimezidi kupata ujuzi. Kuhusu kudhalilishwa na masuala ya rushwa mbalimbali. Ikiwa hata katika skuli, katika jamii, katika sehemu zote. Sasa mtawajibika katika kuwaelimisha wanajamii wengine kwa mitaani pamoja na skuli. Subiri, hawa ni wanaume wote. Wewe unacho kifaa?